Katika miaka ya hivi karibuni, moja ya silaha ambazo zimeleta wasiwasi mkubwa katika Mashariki ya Kati ni kombora la Iran linalojulikana kama Khorramshahl missile. Hili ni kombora la masafa ya kati, medium range ballistic missile MRBM, ambalo linaweza kufikia umbali wa takriban kilomita 2000 hadi 3000 kulingana na toleo lake. Umbali huu unatosha kufika Israeli, Saudi Arabia, Uturuki na vituo vya kijeshi vya Marekani Mashariki ya Kati. Lakini nguvu ya kombora hili haiko tu kwenye umbali wake. Kinacholifanya liwe hatari zaidi ni uwezo mkubwa wa kichwa cha vita, uwezo wa kubeba vichwa vingi au submarine, na uwezo wa kusahihisha njia yake angani. Historia ya Khorramshahl inaanza katika juhudi za Iran kujenga uwezo mkubwa wa makombora baada ya vita vya Iran na Iraq. Katika vita hivyo, Iran ilipigwa sana na mashambulizi ya makombora kutoka Iraq. Hii iliifanya Iran kuanza mpango mkubwa wa kutengeneza makombora. Teknolojia ya Khorramshahl inaaminika kuhusishwa na makombora ya Korea Kaskazini, BM-25 au Hwasong-10. Iran ilibadilisha teknolojia hiyo na kuunda mfumo wake wenye uwezo mkubwa zaidi. Kombora la kwanza la Khorramshahl lilijaribiwa mwaka 2017. Baada ya hapo, Iran iliendelea kuboresha mfumo huu na kuunda matoleo mapya kama Khorramshahl-2, Khorramshahl-3 na Khorramshahl-4 ama Heibal. Kombora la Khorramshahl lina muundo mkubwa sana ukilinganisha na makombora mengine ya Iran. Vipimo vyake vya msingi ni urefu wa takribani mita 13, kipenyo cha mita 1.5, uzito wa kurushwa ni takribani tani 19 hadi 26. Muundo wake una sehemu kuu 4: 1. Sehemu ya kichwa cha vita; 2. Sehemu ya mfumo wa uongozaji; 3. Tanki za mafuta ya rocket; 4. Injini ya rocket. Muundo huu unafanana na makombora mengi ya balistiki duniani, lakini uzito mkubwa wa kichwa chake cha kivita ndio unalifanya Khorramshahl kuwa tofauti. Kombora hili linatumia liquid fuel rocket engine. Hii ina maana injini yake hutumia mafuta ya kiowevu ili kutoa nguvu ya kusukuma kombora kwenda juu. Faida za mfumo huu ni uwezo mkubwa wa kubeba mzigo mzito, uwezo wa kufikia umbali mrefu. Lakini kuna changamoto pia. Makombora ya mafuta ya kiowevu kwa kawaida yanahitaji muda wa maandalizi kabla ya kurushwa, ni hatari zaidi kuhifadhi. Hata hivyo, toleo jipya la Khorramshahl-4 linatumia hypersonic fuel inayoweza kuhifadhiwa kwa miaka mingi. Hii inapunguza muda wa maandalizi hadi takriban dakika 12 kabla ya kurushwa. Hii ina faida kubwa sana katika vita. Moja ya sehemu muhimu sana ya kombora ni mfumo wa guidance. Khorramshahl inatumia inertial navigation system, marekebisho ya trajectory katika safari. Mfumo huu unafanya kazi kwa kutumia gyroscope, accelerometer. Vifaa hivi hupima mwelekeo na mwendo wa kombora. Baadhi ya matoleo mapya yana uwezo wa kusahihisha njia yake hata nje ya anga. Hii inamaanisha kama kombora limepotea kidogo kwenye trajectory, linaweza kujirekebisha njia yake kabla ya kuingia tena kwenye anga ya dunia. Hii ndiyo sehemu hatari zaidi ya Khorramshahl. Kichwa chake kinaweza kufikia kilo 1500 hadi 1800. Huu ni mzigo mkubwa sana kulinganisha na makombora mengine ya daraja lake. Kichwa hiki kinaweza kuwa high explosive, submarine au aina nyingine ya silaha ya kimkakati. Kwa sababu ya uzito huu mkubwa, wachambuzi wengi wanaamini kombora hili lina uwezo wa kubeba hata silaha za nyuklia ikiwa Iran ingeamua kufanya hivyo. Iran hata hivyo imesema mpango wake wa makombora ni kwa ajili ya kujilinda tu. Khorramshahl lina uwezo wa kufika umbali wa kilomita 2000 hadi 3000 kulingana na toleo lake. Kwa umbali huu linaweza kufika maeneo mengi ya Mashariki ya Kati. Kasi yake inaweza kufikia Machi 8 hadi Machi 16 wakati wa safari, yaani mara 8 hadi 16 ya kasi ya sauti. Hii ni zaidi ya kilomita 10,000 kwa saa. Kasi hii kubwa hufanya kombora la balistiki kuwa gumu sana kulizuia. Baada ya kombora hili kufika nje kabisa ya anga ya dunia, kichwa chake huanza kurudi tena duniani. Hatua hii inaitwa re-entry phase. Katika hatua hii, kichwa kinaingia tena kwenye anga kwa kasi kubwa sana. Joto linaweza kufikia maelfu ya nyuzi joto. Kwa hiyo kichwa hiki kinahitaji vifaa maalum vya kuhimili joto, muundo wa aerodynamic. Baadhi ya matoleo ya Khorramshahl
yana maneuverable re-entry vehicle. Hii ina maana kichwa kinaweza kubadilisha mwelekeo kidogo wakati wa kushuka ili kukwepa mifumo ya ulinzi wa makombora. Usahihi wa kombora hupimwa kwa kipimo kinachoitwa CEP. Kwa makombora ya zamani ya Iran, CEP ilikuwa kubwa sana, lakini matoleo mapya ya Khorramshahr yameboreshwa. Baadhi ya makadirio yanaonyesha CEP inaweza kuwa mita kadhaa hadi makumi ya mita. Hii inamaanisha kombora hili linaweza kulenga kambi za kijeshi, vituo vya mafuta au miundombinu muhimu. Khorramshahr ni kombora la road mobile. Hii ina maana linaweza kurushwa kutoka kwenye magari maalum ya kijeshi, maeneo ya siri au magara ya chini ya ardhi. Faida ya mfumo huu ni adui hawezi kujua kombora hilo liko wapi, linaweza kusogea kwa haraka pia. Iran pia imejenga magara ya chini ya ardhi ya makombora kwa ajili ya kuhifadhi silaha hizi. Kwa Iran, makombora kama Khorramshahr ni sehemu ya mkakati wake ama deterrence. Deterrence maana yake ni kumfanya adui aogope kukushambulia kwa sababu ya uwezo wako wa kujibu mashambulizi. Kwa mfano, kama vita vitazuka kati ya Iran na Israeli, makombora ya Khorramshahr yanaweza kulenga miji au vituo vya kijeshi. Hii inamfanya adui kufikiria mara mbili kabla ya kukushambulia. Kombora la Khorramshahr missile ni moja ya silaha muhimu zaidi katika arsenal ya makombora ya Iran. Nguvu zake kuu ni kichwa kizito sana cha kivita, umbali wa kilomita 2000, uwezo wa kubeba vichwa vingi na teknolojia ya kisasa ya uongozaji. Lakini pia lina changamoto kama utegemezi wa mafuta ya kioevu, uwezekano wa kuzuiwa na mifumo ya kisasa ya ulinzi wa makombora. Hata hivyo, katika siasa za kijeshi za Mashariki ya Kati, kombora hili limekuwa moja ya silaha zinazobadilisha mizani ya nguvu katika eneo hilo. Kama umeipenda video hii na kuifurahia, tafadhali subscribe na share kwa marafiki. Tukutane wakati mwingine, bye bye.